Prahlad Jani, binadamu aliyeishi bila ya kula. Huyu mzee wa Kihindi ni muumini wa Ambamata, mungu wa kike wa Kihindi aitwaye Ambika, mungu wa nguvu kuu ya uungu na mungu wa kutoshindwa. Basi huyu mzee Prahlad Jani, maarufu kwa jina la Mataji, alisema kuwa tangu mwaka wa 1940 mpaka mwaka wa 2020 yeye amekuwa akiishi bila ya kula chochote wala kunywa chochote. Maana yake ameishi kwa miaka zaidi ya 82 bila ya kula wala kunywa chochote. Mpaka leo hii kule India watu walikuwa wakibisha kwamba si kweli, huyu mzee hawezi kuishi bila ya kula wala kunywa chochote. Kuna wakati walimchukua wakamfungia kwenye chumba kwa siku 10 bila kumpa chakula wala maji. Lakini hiki kibabu kilikaa vyema kabisa bila kula wala kunywa maji, na hata hakudhoofika wala kunyong'onyea. Akatoka kwenye chumba hiko na kuondoka akidunda. Waweza kujiuliza kwa nini wasimfungie kwa muda mrefu zaidi ili kujithibitishia kama ni kweli huwa anaishi bila ya kula wala kunywa chochote. Ukweli ni kwamba kisayansi ni kinyume na maadili kumfungia mtu mpaka afe kwa njaa ili tu upate majibu ya utafiti wako, eti kujithibitishia kama ni kweli ama si kweli. Ndiyo maana hata hakuna majibu ya moja kwa moja yanayosema ni muda gani binadamu anaweza kukaa bila kula au kunywa maji, ila kulingana na matukio mbalimbali ya dharura ambayo mtu alikaa bila kula au kunywa, basi huwa yanatoa dalili binadamu anaweza kusurvive kwa muda gani bila ya kula wala kunywa maji. Wengi wanadai kuwa binadamu wengi wanaweza kukaa bila kula kwa wiki moja, na bila kunywa maji basi wanaweza kukaa kwa siku 2 hadi 4 tu. Kwa hivyo huyu mzee akawachanganya watu, yeye kawezaje kukaa miaka yote hiyo 82 bila ya kula wala kunywa maji? Akiwa na umri wa miaka 12, mzee Jani ama Mataji anadai kuwa alipata ufunuo wa kiroho na kuanza kuwa muumini wa mungu wa kike wa Kihindi, mungu Amba. Tangia hapo akaamua kuwa anavaa kama mungu huyo wa Kihindi, akivaa nguo za sari nyekundu, vito na vidani na maua shingoni mwake, mara nyingi maua mekundu, huku akifuga nywele zake zikawa ndefu zilizotiririka mabegani mwake, akijilinganisha na mungu huyo. Na tangia hapo ndio akampa jina la Mataji, likimaanisha yeye ni kielelezo cha mungu Amba hapa duniani. Basi mzee Jani akawa anaamini kuwa huyu mungu ndiye anayemweka hai kwa kumnyunyizia maji yanayomfanya asihitaji kula wala kunywa. Na hapo nifafanue vizuri, si kwamba anamnyunyizia maji alafu hayo maji yeye anayanywa kwa mdomo wake eti kwamba ndio yametoka kwa Mungu. Hapana, bali hayo maji anaamini yanatiririka na kuingia katika roho yake na kumfanya abaki kuwa hai. Tangu miaka 1970 Prahlad Jani aka mzee Mataji alijitenga na watu na kuishi ndani ya pango katika misitu ya kule Gujarati. Aliishi huko akiwa hatafuti chakula wala pesa, wala hakuna aliyekuwa akimpelekea chakula. Yeye alikuwa akijifungia na kumeditate muda wake mwingi. Akaishi huko porini kwenye mapango mpaka mauti yalipomkuta Mei 26 mwaka wa 2020. Katika orodha niliyokuandalia leo ya binadamu wenye superpowers, basi huyu mzee anayeishi bila kula wala kunywa, yeye nimeona anafaa kuwa nambari 1. Ngoktai, binadamu asiyelala. Ngoktai ni raia wa Vietnam aliyezaliwa mwaka 1942. Kwa mujibu wa shirika moja la habari tokea Vietnam liitwalo Tan Hinien, lilitangaza habari ya kwamba huyu Ngoktai kwa miaka 48 ameishi bila ya kulala kabisa hata siku moja. Hata kwa masaa machache ya siku hajawahi kulala. Katika habari hiyo wakasema kwamba Ngoktai alizaliwa akiwa binadamu wa kawaida ambaye kila siku ya Mungu alikuwa akilala kama sisi wengine, ila
Siku moja ya mwaka 1973 alipata homa kali sana, na homa hiyo ndiyo ikauacha mwili wake na madhara ya kukosa usingizi kabisa. Kinachoshangaza zaidi ni kwamba huyu bwana kazi zake ni vibarua, hasa vya kubeba mizigo mizito. Mara nyingi hufanya kazi ya kubeba magunia ya kilo 50 ya vyakula vya nguruwe. Pamoja na kazi hii ngumu inayomwacha na uchovu mkali na kuchoka sana, bado Ngoc Thai hata kusinzia kwa bahati mbaya kutokana na uchovu huwa hasinzii. Madaktari wanasema hakuna dawa ya kutibu hili tatizo lake, na hata akimeza dawa za kumfanya alale au akinywa dawa zenye kulevya zinazoweza kumpa usingizi, bado kwake yeye hazifui dafu. Ila madaktari wanasema hili tatizo lake la kutolala halina madhara mengine yoyote kiafya kwake isipokuwa kudhoofisha ufanyaji kazi wa ini lake. Ngoc Thai, mwanadamu asiyelala hata siku moja. Wakati binadamu anayeshikilia rekodi ya kukaa muda mrefu zaidi bila ya kulala alikaa masaa 264, yani ni sawa na kusema alikaa siku 11 mfululizo bila ya kulala. Huyu bwana yeye anaishi maisha yake yote hivi sasa bila ya kulala siku hata moja. Hata kusinzia basi hapana. Binadamu ambaye macho yake yanaona ndani ya mwili wako. Kule Urusi yuko mwanamke mmoja jina lake Natasha Demkina. Huyu ni binadamu wa ajabu ambaye imethibitishwa macho yake yana uwezo sawa na mashine za X-ray, yaani akikutazama anaweza kuona viungo vya ndani ya mwili wako. Mama yake huyu msichana anaitwa Tatiana Vladimirovna. Anasimulia kuwa Natasha utotoni alikuwa ni binti wa kawaida tu, ila alipofika umri wa miaka 10 ndio akaanza kuonyesha huu uwezo wake wa ajabu. Siku moja alikuwa nyumbani na mama yake, akawa akimtazama mama yake, anaona viungo vya ndani ya mwili wa mama yake, yaani vitu kama moyo, mapafu, utumbo na vingine. Natasha akaanza kumwambia mama yake anachokiona. Stori zikaanza kusambaa anakoishi Natasha Demkina juu ya uwezo wake wa ajabu. Mwaka 2003 gazeti moja la kule Urusi likaandika juu ya hadithi ya binti huyu wa ajabu. Na Novemba mwaka huo huo wa 2003 televisheni moja ya kule Urusi ikatoa makala kuhusu uwezo wa ajabu wa Natasha Demkina mwenye macho ya X-ray. Basi kule Urusi katika mji wa Mordovia ambako ndiko anakotokea Natasha, kuna madaktari waliwafanyia watu vipimo. Kisha majibu wakawa nayo, na halafu wakamuita Natasha na kumwambia awaangalie na kusema watu wale wana nini ndani ya miili yao, au tuseme wana magonjwa gani ndani ya miili yao. Natasha kwanza hakuanza na wale wagonjwa. Akamwangalia yule daktari, kisha akaona kuwa ndani ya tumbo lake ana vidonda vya tumbo. Basi Natasha akachora picha ya tumbo la yule daktari na mahala ambako vidonda hivyo viko. Na ilipofanyika vipimo vya hospitali vikatoa majibu sawa sawa na mchoro aliochora Natasha. Alichokiona ndani ya tumbo la yule daktari ni kweli ilikuwa. Na pia yale maswali yao ya mtego waliomuuliza juu ya wale wagonjwa, pia akawatazama wale wagonjwa na kutoa majibu sahihi sawa sawa na vipimo walivyofanyiwa na wale madaktari. Kama alimuona mtu labda ana moyo mkubwa, basi ukweli ilikuwa ni hivyo hivyo akifanyiwa kipimo. Januari mwaka 2004 gazeti la The Sun la Uingereza lilichapisha stori ya Natasha mwenye macho ya X-ray. Natasha akazidi kufahamika duniani. Basi kituo cha televisheni kiitwacho Discovery Channel kiliandaa makala ambayo ilithibitisha kuwa Natasha alipewa jaribio la kuletewa mwanamke ambaye alipata ajali ya gari zamani na alivunjika baadhi ya mifupa ya mwili wake. Ila sasa kwa wakati huo alikuwa tayari ameshapona. Ukimtazama kwa nje wala huwezi kujua. Natasha Demkina alimtazama yule mwanamke kwa nje tu, na macho yake ya ajabu yaliona viungo vya ndani ya mwili wa yule mwanamke, na akaona mifupa yote ambayo ilikuwa imevunjika alipopata ajali. Akataja kwa usahihi kabisa, akawaambia alivunjika hapa na hapa na hapa na hapa. Wakati watu wanaendelea kushangaa inawezekanaje basi huyu mdada akawa na uwezo huo,
Gazeti maarufu duniani la The Guardian likachapisha habari kuwa Natasha alikwenda kufanyiwa mahojiano katika kipindi cha luninga kiitwacho This Morning. Akiwa kwenye kipindi hicho, alimtazama mtangazaji na kusema kuwa ana jeraha katika enka yake. Na kweli yule mtangazaji alikuwa na jeraha hilo. Natasha Demkina amekuwa akisafiri kwenda nchi mbalimbali, na kila anakokwenda wanamjaribu, na kila anachokiona kwa macho yake kilichopo ndani ya mwili wako, basi ukienda kupimwa hospitalini unakuta ni kweli hajakosea. Huyu ana nini kama si superpowers? The Storybook. Wim Hof, aka The Iceman. Wim Hof ni raia wa Uholanzi mwenye umri wa miaka 63 kwa mwaka huu wa 2022. Anachokifanya huyu bwana, binadamu mwingine yoyote akijaribu basi lazima atakufa. Wim Hof anawashangaza wanasayansi duniani kwa kuweza kukaa ndani ya barafu kwa zaidi ya masaa 2 bila ya joto la mwili wake kubadilika kabisa. Wakati sisi hatuwezi kuvumilia hata baridi ya AC tu, huyu bwana yeye anakaa kwenye barafu na mwili wake hata haushiki baridi. Kwa masaa 2 mwili wake utabaki na joto lake lile lile la kawaida, kama vile yuko katika maisha yake ya kawaida, hajawekwa kwenye barafu. March 16 mwaka wa 2000, Wim Hof aliandika rekodi ya dunia katika kitabu cha Guinness, rekodi ya binadamu aliyeogelea umbali mrefu zaidi chini ya ziwa lililoganda. Kule Ulaya huwa kunakuwa na baridi mpaka ziwa linaganda. Juu ya uso wa lile ziwa unaona ni barafu tupu. Chini maji yanakuwa ni ya baridi kweli kweli. Basi Wim Hof aliogelea chini ya ziwa lililoganda umbali wa mita 57.5 sawa na futi 188.6. Wim Hof siku moja kabla ya kuweka rekodi hii aliogelea chini ya maji hayo yaliyoganda mpaka kornea yake, yaani ule utando transparent unaofunika kiini cha jicho lake, ukaanza kuganda na akaanza kupatwa na upofu. Januari 26 mwaka 2007, Wim Hof aliandika rekodi nyingine ya dunia ya kukimbia umbali mrefu juu ya barafu, akikimbia kwa masaa 2 na dakika 16 na sekunde 34. Wim Hof mara nyingi amekuwa akifanya stunts za kukaa kwenye barafu kwa muda mrefu akiwa hana nguo, akikaa kwenye barafu kwa saa 1 na dakika 53. Hii ilikuwa ni mwaka 2013. Kabla ya hapo ameshakaa kwenye barafu mara nyingi sana. Inakadiriwa wastani hivi sasa ana uwezo wa kukaa kwenye barafu kwa masaa 2 bila ya tatizo lolote. Mwaka 2007 aliwashangaza watu zaidi pale ambapo Wim Hof alipanda mlima mrefu zaidi duniani, mlima Everest, ambao una baridi kali na watu hupanda mlima huo wakiwa wamevaa manguo mengi mazito. Wim Hof alipanda mlima Everest akiwa amevaa boxer tu, tumbo wazi, na miguuni mwake alikuwa amevaa sendo. Baadaye hali ilivyokuwa nzito zaidi ndio angalau akavaa viatu tu. Alifanikiwa kupanda toka chini ya mlima mpaka kileleni umbali wa mita 6700. Mwaka 2016 Wim Hof akarudia tena jambo hili. Akaja huku Tanzania akapanda mlima Kilimanjaro akiwa amevaa kibukta tu cheusi na miguuni mwake akiwa amevalia raba tu, akiwa tumbo wazi. Alikaa kwa masaa 28 kwenye baridi kali la kilele cha mlima Kilimanjaro akiwa tumbo wazi. Stefan Wiltshire, binadamu anayepiga picha kwa jicho lake. Huyu ni msanii wa uchoraji kutokea Uingereza. Huyu bwana ana uwezo wa ajabu wa kuyatazama mazingira kisha akayakariri vizuri, mfano wa picha iliyopigwa na kuseviwa katika ubongo wake. Kisha ataitoa picha hiyo na kuichora kama ilivyo. Kwa hivyo huyu bwana anatazama sehemu mara moja tu na akapakariri kila kitu mpaka vitu vidogo vidogo ambavyo mtu huwezi kuvikumbuka. Kisha haangalii tena mahala hapo, anageukia kwenye karatasi na kuanza kupachora mpaka panatokea kama alivyopatazama.
na hatosahau chochote, haijalishi picha hiyo ilikuwa na watu wengi au vitu vingi kiasi gani. Kwa hivyo wanasema huyu bwana ubongo wake una uwezo mzuri wa kumbukumbu kiasi kwamba wanasema ubongo wake una uwezo wa kutunza picha. Cha ajabu, Stephen Wiltshire alichelewa sana kuongea. Alianza kuongea akiwa na umri wa miaka 9. Akiwa na miaka 5, Stephen alipelekwa shule ya Queensmill iliyoko London. Huko aligundulika kuwa kitu alichokuwa akikipenda zaidi ni kukaa mwenyewe kimya akichora. Na kwa vile alikuwa hawezi kuongea, basi alikuwa akichora vitu vingi ambavyo vilikuwa vikielezea hisia zake. Alipenda kuchora wanyama na picha za mabasi ya mji wa London. Kwa hivyo Stephen Wiltshire akaanza kuongea akiwa na umri wa miaka 9, na akiwa na miaka 10 akaanza kuchora picha za mitaa ya mji wa London. Na anapita mara moja tu kwenye mtaa na kukariri kila kitu cha mtaa huo, kisha anaenda kuuchora na atakumbuka kila kitu alichokiona kwenye eneo la mtaa huo. Siku moja alipita juu ya mji wa New York akiwa kwenye helikopta, na akautazama mji wa New York akipita juu akiwa kwenye helikopta. Basi akaenda kukaa baadaye na kuchora picha ya mitaa ya mji wa New York. Aliweka details nyingi sana, kama vile alikuwa akiutazama mji huo na kuuchora papo hapo. Kumbe alipita mara moja tu. Rebecca Sharrock, binadamu asiyesahau chochote. Bora ya yule anayetazama maeneo kisha akayakumbuka na kuyachora, ila kuna mwanamke mmoja tokea Australia anayeitwa Rebecca Sharrock. Huyu ni binadamu wa ajabu ambaye anakumbuka kila kitu kilichotokea maishani mwake mpaka hii leo mwaka 2022 akiwa na miaka 32. Kwa maneno yake mwenyewe alipata kusema, kwa kweli nakumbuka kila jambo lililotokea katika kila dakika ya maisha yangu, na kila ninapokumbuka jambo basi huwa nalikumbuka kikamilifu, kiasi kama jambo hilo lilikuwa ni baya litaniumiza moyo wangu kama ndio limetokea sasa hivi, na kama lilikuwa ni zuri basi nitafurahi kama ndio limetokea leo. Huyu mwanamke ana hali moja ambayo kisayansi inaitwa Highly Superior Autobiographical Memory, kwa kifupi HSAM. Mtu mwenye hali hii huwa hawezi kusahau chochote kinachotokea kwenye maisha yake, hasahau hata jambo dogo. Rebecca Sharrock anasimulia kuwa zamani akiwa mtoto mdogo alikuwa akimshangaza mama yake kwa kusimulia mambo mengi ambayo ni ya kumbukumbu za zamani. Watu wa familia yake walikuwa wakisahau, ila yeye alikuwa hasahau chochote. Kwa hivyo akawa anamshangaza sana mama yake. Wakati alipokuwa binti mdogo wa miaka 10 na hivi, ndio mama yake aligundua ya kwamba mwanawe ana hali hii ya Highly Superior Autobiographical Memory, na alijua hilo wakati alipoona kwenye TV ikizungumziwa hali hiyo ya ajabu. Rebecca Sharrock hivi sasa akiwa na miaka 32, eti bila ya kuangalia popote huwa ana uwezo wa kusimulia yote yaliyofanyika kwenye birthday yake akiwa na umri wa mwaka 1. Na ukizungumza naye jambo lolote, basi siku akikusimulia mlichoongea utafikiri alirekodi mazungumzo yenu. Ataongea sentensi zako akikumbuka kila neno ulilolitamka, na kumbukumbu zake ziko kwenye chronological order. Akisimulia jambo anaanzia mwanzo wake na atasimulia kila kitu kilichotokea mpaka mwisho wake kwa ukamilifu. Hatosahau saa, hatosahau rangi ya nguo ulizovaa, hatosahau ulikuwa ukizungumza maneno gani, mlikuwa wapi, mlikuwa na nani akafanya kitu gani. Hatosahau chochote, mlikula nini, mkanywa nini, mkafanyaje. Hatosahau jambo hata dogo siku hiyo. Rebecca Sharrock alinukuliwa akisema, nikiwa mkweli, maisha ya kukumbuka kila kitu yanakera sana. Mara nyingi huwa napata tatizo la kuumwa kichwa. Nikitaka kulala ni lazima nisikilize mziki, vinginevyo matukio yataanza kujirudia kichwani mwangu kiasi nitachelewa sana kupata usingizi. Nimepata tabu sana kuzoea hali hii. Zamani nilikuwa naona kama nimelaaniwa. Rebecca Sharrock amekuwa akifanyiwa tafiti nyingi na madaktari na wanasayansi kutaka kujua kwa kina ubongo wake unafanyaje kazi na ni nini hasa chanzo cha hali yake hiyo ya kukumbuka kila kitu. Ila mpaka leo wanasayansi bado hawana taarifa za kutosha za uhakika juu ya hali hii. The Storybook. Michelle Lotito, binadamu anayekula kila kitu.
Wazungu wanamuita Mr. Eat Everything. Michel Lotito ni Mfaransa ambaye yeye tumbo lake ni la ajabu. Hata akila chuma kikifika tumboni mwake kinasagwa kama kala mayai tu. Huyu bwana hali aliyonayo kitaalamu inaitwa pika. Ni hali ambayo mtu hupata hamu ya kula visivyolika, hasa vitu vya jamii ya kioo, mpira, mawe na miamba au hata vyuma. Na utumbo wake una utando ambao unafanya awe na uwezo wa kupokea vitu hivyo akivimeza bila ya kupata majeraha yoyote katika tumbo lake. Kila binadamu akila chakula, tumbo lake huwa linatoa majimaji ambayo wanasayansi wanaita pancreatic juice. Hii juisi huwa inasaidia kufanya mmeng'enyo wa chakula chako kilichokwenda tumboni. Ila Lotito tumbo lake lina juisi ya ajabu yenye nguvu ya ajabu kweli kweli kuliko binadamu mwingine yoyote, kiasi kwamba hata akila chuma kikifika tumboni mwake kitasagika. Na huyu si mwana mazingaombwe, anakula chuma kweli, kinakwenda tumboni kwake na kinasagwa kama kala ugali tu. Na ajabu sasa, Lotito akitaka aumwe kweli kweli, basi ale vyakula laini kama ndizi au mayai ya kuchemsha, ataumwa mpaka ahisi kukata roho. Michel Lotito alianza tabia hii ya kula vyuma, vioo na material zingine za ajabu akiwa na umri wa miaka 16, na mwaka 1966 ndio alianza kufanya maonyesho ya kula haya mazagazaga mbele za watu. Inakadiriwa kati ya mwaka 1959 mpaka 1997 Lotito alikuwa amekula karibu tani 9 za vyuma. Michel Lotito alizaliwa June 15 mwaka 1950 kule Ufaransa na alifariki June 25 mwaka wa 2007. Mwamba mwenye tumbo la mpira. Mara nyingi duniani hufanyika mashindano ya vidume vinavyokula sana. Sasa huyu ndiye mbabe wao, na dunia inasema kuwa huyu ni miongoni mwa binadamu wenye superpowers. Kiwango chake cha kula si cha kawaida. Huyu ni kijana Takeru Kobayashi, raia wa Japan. Anaweza kujaza chakula kingi mezani mpaka kikataka kumpita urefu, lakini atakula chakula hiko na kukimaliza chote, ukabaki unashangaa kimetoshaje tumboni mwake. Madaktari wanasema tumbo lake ni kama la mpira, lina uwezo wa ajabu wa kuvutika na kutanuka likaingia chakula kingi kuliko binadamu yoyote yule mwingine. Julai 4 mwaka 2001 ilikuwa ni siku ya harusi ya kaka yake Kobayashi, lakini siku hiyo hiyo yalikuwa yameandaliwa mashindano ya kula yaliyokuwa yakiitwa Nathan's Coney Island Hot Dog Eating Contest. Kobayashi akatupilia mbali harusi ya kaka yake na kwenda huko kwenye misosi, mashindano ya kula. Kwenye mashindano hayo Kobayashi aliibuka mshindi kwa kula ile mikate yenye sausage katikati inayoitwa hot dogs. Ndani ya dakika 12 alikula hot dogs 50. Mshindi wa shindano hilo kwa mwaka wa jana yake alikuwa amekula hot dog 25 tu, ila Kobayashi alishinda kwa kula mara 2 ya mshindi wa mwaka jana. Watu walishtuka sana. Baada tu ya ushindi wake akapanda ndege na kwenda EDC Las Vegas. Huko akafanya balaa zaidi ya kule Japan. Akavunja rekodi yake yeye mwenyewe kwa kula pocket dogs 73 ndani ya dakika 7 tu. Chakula kingi zaidi ya kile alichokula kule Japan, hot dogs 50. Huku akala pocket dogs 73 dakika 7 tu. Duniani hajawahi kutokea binadamu aliyekula chakula kingi hivi. Hata waandaaji wa mashindano walikuwa hawajategemea kuwa mshindi atakula chakula kingi kiasi hiki. Na tangu mwaka 2006 mpaka 2007 yeye akawa mshindi mfululizo wa mashindano hayo. Kobayashi akawa bingwa. Hakuna aliyemfikia kwa kula chakula kingi. Na aliendelea kushiriki mashindano mbalimbali duniani kote na akawa anawastaajabisha watu. Agosti 4 mwaka 2014 Kobayashi ndio aliishangaza zaidi dunia. Ilikuwa ni kule Canada kwenye shindano la kula liitwalo Let 'em Eat. Kobayashi alikula vipande 62 vya pizza, yani ni sawa na kula pizza nzima 15, na ni zile pizza kubwa, sio pizza ndogo wala medium. Na alifanya balaa hilo ndani ya dakika 12 tu, akawa amefyeka pizza 15 kubwa. Watu wakasema zinapoandaliwa orodha duniani za binadamu wenye superpowers, Kobayashi mwekeni. Nami nimemweka leo. Zamora the Torture King, binadamu asiyesikia maumivu.
Zinapotajwa orodha za binadamu wenye superpowers duniani, basi ni lazima utamkuta Tim Cridland aka Zamora the Torture King. Huyu bwana mwili wake hausikii maumivu kabisa. Yaani ubongo wake unaweza kuamua kupuuzia maumivu, na wewe ukachukua kisu na kumkata au kumtoboa au ukampiga labda na nyundo na asisikie chochote. Na hafanyi hivyo kwa mazingaombwe au labda sio power, yeye ubongo wake unaamua kwamba sasa sitaki kusikia maumivu na hasikii. Alikuwa ni mmoja wa waliounda kikundi cha maonyesho ya sarakasi kilichoitwa Jim Rose Circus. Tim Cridland alizaliwa na hali ya ajabu ambayo mwili wake uliweza kupuuzia maumivu na hivyo asiyasikie kabisa, na si kwa uchawi wala mazingaombwe, bali ni kwa maamuzi tu ya ubongo wake. Hilo ndilo linalomfanya aonekane kuwa na superpower, binadamu mwenye uwezo usio wa kawaida. Kama mnavyomuona Superman anaweza kuruka, basi huyu naye uwezo wake ni kuyapuuzia maumivu, hata yale yaliyokuwa makali kweli kweli. Yeye anaweza kuyadharau na asiyasikie. Mara nyingi Tim Cridland akawa anapanda jukwaani na kufanya mambo ambayo kwa binadamu wa kawaida yangemsababishia maumivu makali, ila yeye anayafanya na wala hasikii maumivu. Mara nyingi alikuwa akitembea juu ya moto au kumeza panga au analala juu ya misumari au vitu vyenye ncha kali, na mara nyingine wanampiga shoti kali ya umeme na wala haumii. Na wakati mwingine alikuwa anajitoboa mwili wake na wala asisikie maumivu. Narudia, kinachomfanya awe wa kipekee na kutajwa kwenye orodha ya wanadamu wenye superpowers si kwamba anafanya hivi kwa uchawi au mazingaombwe. Hapana, akili yake, ubongo wake una uwezo wa kuuamuru mwili wake upuuzie maumivu, na akafanya hivyo. The Storybook. Mungu hakukuumba sisimizi au panya au kobe. Alikuumba uwe mwanadamu sababu alikuwa na kusudi juu yako. Ni lipi kusudi alilokuumba nalo Mungu? Hapo ndipo lilipo swali gumu. Aliwahi kupata kusema rapper Jay-Z, kila mwanadamu ndani yake ana kipawa. Kipawa alichopewa na Mwenyezi Mungu, ambacho kama akikifanyia kazi basi dunia nzima itakuita genius. Kanye West akatusaidia kutafsiri maana ya genius. Akasema genius si kuwa na akili nyingi darasani ama kusifiwa kwa kuwa na ubongo na ufanya kazi kuliko binadamu wengine. Hapana, kuwa genius ni kuruhusu kile alichokiweka Mungu ndani yako kifanye kazi na kikaleta athari kwa wanadamu. Kisha Mungu akathibitisha yaliyosemwa na hawa viumbe wake wawili katika Biblia takatifu. Timotheo wa pili sura ya 1 mstari wa 7 imeandikwa, Mungu hakutupa roho wa kutufanya tuwe waoga, bali alitupa roho wa kutupa nguvu, upendo na nidhamu. Pakupigia mstari, nguvu. Ruhusu nguvu ya Mungu iliyoko ndani yako itende kazi na dunia nzima itakuita genius. Wananiita Professor Jamal April. The Storybook.